Hali gani wanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media. Kama ndo mara kwa kwanza, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana bibi Anifa alejea ulayani afikia dukani kwake, azama tazama alivyo kumbatiwa na baadhi ya marafiki pamoja na jamaa. Kiukweli watu wengi waliweza kummisi sana bibi Anifa, na kama unavyoweza kuona na yeye kwa upande wake aliweza kumisi ofisi yake kiujumla. Kama unavyoona moja kwa moja baada ya kuweza kutoka huko, alibadili nguo na kuweza kuelekea sehemu husika ya duka lake, jambo ambalo watu wengi hawakuweza kutegemea kama Anifa angekuwa na ujasiri wa kiasi hicho, kwani alipo ana uchovu mkubwa wa hali ya juu, na unavyojua mazingira ya kule kulala changamoto sana. Lakini kwa upande wake yeye hakuweza kujali kitu chochote. Moja kwa moja kwanza alianza kuposti, kisha akasema kwamba natoa shukrani na akatoa funzo kubwa kwa watu wengi ambao wanao ingilia vitu ambavyo visivyowahusu, na alitoa funzo hilo na watu wengi waliweza kumappreciate na akamwambia kwamba tuko pamoja. Sasa muda huu tena anaonekana akiwa dukani kwake na wafanyakazi wake wameangua kilio kikubwa baada ya kuweza kumuona Nifa ameingia katika ofisi, na jambo hili hawakuweza kutegemea, na hawa nao walikuwa moja kati ya miongoni wa watu ambao kila wakati wamekikaa wakimwombea Nifa ili aweze kurejea. Na pia leo hii bosi wao bwana ameweza kurejea, furaha imezidi kutaladadi katika nyumba hii, katika eneo hilo. Lakini pia tuliweza kuona baadhi ya ndugu jamaa na marafiki nao waliweza kufurahia bibi Anifa kuweza kurejea, lakini wengi wao waliweza kumsihi sana aachane na hizi mambo ambazo zinazoendelea sasa hivi mitandaoni, kwani zitakuja kumkosti katika maisha yake, pia asichangie kitu chochote ambacho kinachoongelewa. Licha ya Mange Kimambi kuweza kumzawadia zawadi, kwa sababu tuliweza kuona Mange yeye aliweza kutuma zawadi kutoka huko aliko mpaka imfikie bibi Anifa. Sasa hili jambo kwa upande wa Anifa anatakiwa kuweza kuwa makini sana, kwa sababu Mange Kimambi si mtu mzuri, japokuwa kwa kipindi hiki amekuwa akiomba msamaha baadhi ya watu tofauti kwa kila kitu ambacho kilichoweza kutokea, lakini bado huyu si mtu mzuri kwa upande wetu kiujumla. Lakini tuliweza kuona mama yake wa Nifa alikaa na binti yake na kuweza kumwelekeza ni jinsi gani ambavyo anavyotakiwa kuweza kuishi na wenzake, kwani weza wake wamekuwa watu ambao wakimpambania kila siku kadri siku zinavyozidi kwenda, na hivyo anatakiwa na yeye kuweza kuonesha ile thamani kwa weza wake na sio kuanza kuongelea vibaya. Na kwa upande wa bibi Nifa, yeye aliweza kufunguka na kusema kwamba sintokuangusha mama yangu, kila kitu kitakuwa sawa. Sasa sijajua bibi Nifa atafanya kitu gani, kwa sababu kuna ahadi moja ambayo aliweza kuahidi watu wote ambao waliweza kumpambania kwa namna moja ama nyingine, kisha akawaambia kwamba kuna kitu cha ziada ambacho nitakuja kukifanya kwa ajili ya shukrani yangu. Hili jambo kiukweli kwa upande wangu lazima niweze kulitimiza. Ni kitu gani mimi na wewe hatujui, lakini mara zote tunajuaga Nifa ni mtu mwema, analo safi, na akiamua kufanya lake basi anafanya muda wote ule ambao anaohitaji. Bwana, mambo ndo kama hivyo ambavyo unavyozidi kuona mambo yanazidi kutaladadi. Mimi nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza kufuatilia channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Mimi sina la ziada. Bye bye.